Kampuni ya Simba Motors walifika mara kadhaa katika kituo cha polisi Mapinga wakilalamika maeneo yao kuvamiwa na watu ambao wamekuwa wakiharibu alama za upimaji, yani zile beacons, na kufanya uharibifu wa mazingira na ujenzi wa vibanda katika maeneo hayo. Ndugu wanahabari, eneo hilo kama nilivyosema awali lilikuwa ni walipewa kama shamba, kwa sababu ni eneo ambalo liko katika eneo ambalo ni lowland, karibu na bahari. Kwa hiyo ardhi yake ni ardhi ambayo ilikuwa inaruhusu kulima wa bustani wa mboga mboga na matunda ambayo ni perennial, kwa maana ya msimu. Kwa hiyo mwaka 2023 wamiliki wa Simba Motors walifika kituo cha polisi Mapinga na kulalamika kwamba maeneo yao yamevamiwa. Na kuvamiwa kwenyewe ni watu walikuwa wanachimba mchanga. Kipindi hicho hakuna makazi, walikuwa wanachimba mchanga. Kwa maana hiyo ni uharibifu wa mazingira, kwa sababu wao ndio walikuwa wamiliki na tayari walikuwa wameshafanya upimaji. Kwa maana hiyo jeshi la polisi kama jukumu letu lilivyo la msingi, kulinda maisha ya watu na mali zao, kwa hiyo hatukusita kwenda kufanya doria. Tulikwenda kuona eneo na doria zikawa zinafanyika ili kuzuia uharibifu zaidi. Lakini pia mnamo mwezi Machi mwaka jana 2025 wamiliki wa Simba Motors walifika tena kwa mara nyingine kwenye ofisi ya kamanda wa polisi wa mkoa wakiwa na barua za maombi kutoka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bagamoyo, ambao wao waliomba kwenda kufufua mipaka kwenye yale maeneo ambayo walikuwa bado hawajayauza, ambao ndio walikuwa wananchi wanalima bustani na wengine wanafanya shughuli ambazo sio rasmi. Kwa maana kwa ufupi, wavamizi walikuwa wanafanya shughuli zao. Kwa hiyo walikuwa wakifanya hizo shughuli, wanangoa zile beacon, yani alama za upimaji zinangolewa, wanatupa. Kwa hiyo wakawa wameandika barua kwenda kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Bagamoyo, na hatimaye yeye akakubali, kwa maana akatoa wataalamu wake wa ramani na upimaji. Kwa hiyo wanakwenda kufufua mipaka, kwa maana ya kwenda kupanda beacon upya. Huo mwezi Machi 2025. Sisi jeshi la polisi baada ya kuona usahihi na udhibitisho kwamba hawa nia yao ni kwenda kufufua mipaka, sisi kama wajibu wetu ulivyo kuhakikisha kwamba uhai wa binadamu na mwananchi kwa ujumla pamoja na mali zake huko mikononi mwa jeshi la polisi, kwenda kuimarisha usalama na amani. Kwa hiyo jeshi la polisi lilifika kwa mara ya pili kwenye eneo hilo tukiwa na wataalamu pamoja na wamiliki. Shughuli ile ikafanyika na mpaka ikakamilika kwa salama na amani. Hakuna mtu ambaye alidhuriwa, isipokuwa kama kawaida wale ambao walikuwa wanafanya zile shughuli, kwa sababu walikuwa wanajua katika eneo lile hawapo kihalali, walikuwa wanalima mboga mboga na vitu vingine. Kwa hiyo walipokuwa wanaona jeshi la polisi tukiwa na hao wataalamu na mabikoni watu wamebeba, wao walianza kukimbia. Sisi kwetu haikuwa shida, kwa sababu lengo letu lilikuwa ni kuimarisha ulinzi na usalama wakati shughuli hizo za ufufuaji wa mipaka zinaendelea.